ni mtoto wa miaka 14. Aliolewa na huyu mbaba wa 46 years akiwa na miaka 12. Umelala jamaa ujailala na yeye? Sijalala. Na yeye mnakaa kwa nyumba moja? Yeye already kako na mimba. Sika ameniambia kakikula kanatapika. Ashaweka mimba already. Huyu ni mtoto mdogo. 14 years. Acha nikwambie. Kulingana na dini yetu. Na mila ya Kisomali. Msichana akishafikisha umri ya kuolewa anaolewa. Umri ya kuolewa ni gani? Umri ya kuolewa? Mimi mwenyewe nimeona msichana akiwa miaka 9 ameolewa. Miaka 9? 11 akiwa na mtoto kwa mgongoni. Mtoto wa miaka 11? Akiwa 9 ameolewa. Huyu mzee lazima akue funzo kwa wengine wenye wameoa watoto under age. Wanatuharibia sisi kama Haujui Kiswahili? Haujui Kiswahili? Uko na miaka ngapi? 14. 14? Miaka. Uko na miaka ngapi? Unajua Kisomali? Wacha nipigie Msomali aniambilie akuongelesha. Nipe nini zake. Tupatie birth certificate yake mzee. Msichana, ulifanya harusi? Ulifanyishwa harusi? Wewe wewe ndio baba, hii ni kitambulisho yako? Wewe ndio baba? Baba yake anaitwa hivyo lakini. Wewe unaitwa Ahmed Abdi Gafar Ahmed Yusuf. Ni wewe? Si mimi ndio hivyo. Sasa wewe ndio bado baba yake kwa birth certificate. Hiyo ulifauti wapi? Mzee mwangalia hapa. Hii ni Abdi Gafar Ahmed Yusuf. Wewe unakula mtoto? Mzee umechukua mtoto. Mzee, huyu ni mtoto mpaka kitambulisho umefake birth certificate, wewe ndio baba? Hapa ni kesi ya mzee ambaye ameamua kwamba atachukua mtoto mdogo wa under age kama bibi. Mtoto tumeambiwa miaka yake ni 14, hata hajafika 18. Mzee ameenda ka fake birth certificate, ndio hii. Anaitwa Abdi Gafar Ahmed Yusuf. Amezaliwa 1980. Na mtoto huyu hapa amechukua kama bibi. Yeye ndio birth certificate amefake akajiita Abdi Gafar Ahmed Yusuf. Huyu mtoto ni kama aliba hata kutoka Somalia ama nchi nyingine ama huko nyumbani. Acha kulia. It's okay. Huyu mtoto mpaka analia, mtoto ameteswa. Mtoto ameteswa mpaka analia, mnaona mtoto analia. Nitakusaidia sawa? Kwa hivyo mtoto ameteseka sana. Hello? Ongea na yeye Kisomali huyu. Sawa. Hello, how are you? Makaa. Ana bayo? Ana badakfar. May aba runta magaciis. Aba runta. Ana binur. Muulize hiyo maswali. Muulize. Ana mahalutra. Ana binur. Kuna majina yake anaitwa Ana Nur. Maqay sana jirta? Maqay sana jirta? Maqay sana. Nikangu qaba. Anasema huyu ni bwana yake. Huyu. Na bado ndiye ako kwa birth certificate. Hebu mzee mama yake na babake wanaitwaje? Baba ameniambia anaitwa Nur. Hebu nisaidie hiyo baba. Baba anaitwa Nur. Hebu nipatie na hiyo ID. Hoeda. Baba anaitwa Nur. Na sasa hapa tuko na baba anaitwa Abdi Gafar Ahmed Yusuf. Ambayo ndio iko ID huyu suspect. Huyu amemuoa, amefake birth certificate kama babake. Hebu muuliza ako na miaka ngapi? Abara maqay sana jirta? Anasema 14. Miaka 14. Huyu ni mtoto wa miaka 14. Hebu muulize. Alikuwa amefika class ngapi kabla aolewe na huyo mzee? School ma digata abara class kay digata? Tuition digata. Ajaenda shule anasoma tuition kwa nyumba. Na sasa hebu huyu mzee walikuwa wanajuana
Unataka tuende tufanye examination kwamba hujalala na yeye? Examination? Si mnaweza fanya. Mtoto ni virgin? Ni virgin na unakaa naye kwa nyumba na umemuoa. Unaelewa lugha ama uongeleshe Kiswahili? Hadi umelala na yeye? Unanidanganya, si ndio nimekuuliza? Unadanganya ati hujalala na yeye na ushalala na yeye na unatesa yeye. Watu wenye wametupigia simu si walisikia mtoto akilia usiku bara mtoto enjoy. Yaani mtoto sababu ni mtoto analia. Unalala na msichana? Si utafute mama mwenye atakuwa ana enjoy, watu wajue wakipita nje wanajua ni kitu mzuri. Mimi huyo msichana nimeoa. Umeoa na utakuja. Hata kama umeoa au ruhusiwi kulala na under age. Unalala na under age. Ni karatasi wameandika ya mkono. Ati hii ndio marriage certificate, hii karatasi ya kitabu. Yeye already kako na mimba. Sika ameniambia kakikula kanatapika. Ashaweka mimba already. Huyu ni mtoto mdogo. 14 years. 14 years. You know, this is a kid, this is a baby. This is a baby. Mami, pole acha kulia. It shall be well. It shall be well. Hata kama uko na hiyo, utasaidiwa, utapata mtoto, utarudi shule, usome, ule mtoto wako. So for those who are watching me tonight, niko hapa na Shiko na niko hapa na Mama Boaz. Huyu ni mtoto wa miaka 14. Aliolewa na huyu mbaba wa 46 years akiwa na miaka 12. Huyu mtoto ameteswa. Tulipokea ripoti kwamba huyu mtoto usiku analia baraya kwa sababu anateswa na huyu mzee. Majirani waliopiga simu ilikuwa ni Soja na wale ambao wako hapa, na pia ni neighborhood hapo nyuma ndio ilikuja complain mbona kelele inatoka hapo kwenu. Walipofika wakapata ni mtoto aliyeolewa anateswa na huyu mnyama huyu. Haya nimuite mnyama. So tumekuja kuangalia. Tumefuatilia kitambulisho, birth certificate ambayo ako nao fake ambayo inaonyesha huyu anafaa kuwa na 17 years na anafaa kumuoa. Baba, jina la baba ni the same. My governor once said, hapana. Lazima tukue kwenye hiyo meza ya uamuzi. My governor once said, you had your mouth in public and you choose to take it home. My governor once said, hawa na mliohoda watana hapana. My governor once said, Angela Tawe. My governor once said, na mimi ningependa kuambia rais wetu hivi, ako na mbwa mbili na inapiga kelele sana. Iko moja hivi round namna hii kichwa kama mpira iko huko. Kuna ingine huko hicho ambayo inaongelea kuhusu viatu mimi navaanga. Inasema mimi navaanga Safari Boots. My governor once said, haki ya Mungu hawaniwezi. Kwa makende kama ya kifaa. My governor once said, lazima tukue na freedom of expression. My governor once said, nasikia wengine wanasema Gachagua kazi yake ni kupeana mimba. Kwani sisi wanaume kazi yetu ni gani? My governor once said, ukipata mtoto wa shule na mimba, hiyo mimba ni ya chifu. My governor once said, Trans-Nzoia ni bread basket. Sasa tuwezi kuwa tunalala njaa. Heri tupande mahindi. My governor once said, mimi sio mkabila, nimempa jamii zote kazi. My governor once said, hii procurement ni wizi tu wa digitali. My governor once said, Wetangula, lol fuck it. My governor once said, watu wangu, hakuna mtu mwenye anajua mambo ya security kunishinda hii Kenya. Mimi nimepanga security, nimepigana huko akikaribu waniue. Hakuna mtu anajua kunishinda. My governor once said, unasema sina bibi, naweza chukua yule yako na mimba hapa saa akifika kwa nyumba anazaa ama namna gani?
Akiwa RC, my governor once said, kuna ng'ombe hapa Githunguri inakamua mara 5 inatoa maziwa 120 liters. Hii yenu mnafunga kichwa, mnafunga miguu, ndio mnapiga. My governor once said, kundu kule inende chikambuti kunauzi ya busamu. My governor once said, hii kitu haitoi sauti bwana. My governor once said, kaeni chini watu 10 tumalize hii maneno tuende. Nilivunja hivyo. My governor once said, nani hii mambo ya kuja kazi kama mmelewa mtawacha. My governor once said, Wangasa unaiba mbegu. Jinsi ambavyo sisi tunaona Wakenya ni atikuwa mandugu na madada zetu kwa Tanzania wamefurahishwa sana na hii safara ya Anaconda. Sisi tunasema basi kwa sababu wamewapendeza sana, mkae na yeye, akae na huyo mama yenu dikteta Samia wafanye kazi kwa watu watie Kenya, sisi tutajipanga. Ninyi wa Somali na mtatuonesha mambo. Hivi ni ukweli mnaoa wasichana wakiwa na hiyo umri? Ebu wa Somali mko wapi hapa hivi? Ebu mkujeni hapa mcomment mtuambie kama huyo mzee ako right. Nataka kujua kama huyo mzee ako right ya kuoa huyo msichana akiwa na hiyo umri, ama Msiria ndiye ako na makosa kuingilia mapenzi ya watu. Nataka kujua hivyo. Alafu wa Kenya nataka kujua mnasema je hiyo umri, lakini wanasema kimila ya kwao wanaoa wakifikisha, wasichana wakifikisha hiyo miaka wanaolewa. Lakini mimi kitu yenye nataka kujua ni huyo msichana kabisa kweli ukimwona sinirika mtoto ya huyo mzee kabisa. Juu huyo mzee ni mzee mkubwa sana, ama huyo mzee anaweza kuwa sahihi na mabibi wangapi? Noma sana. Nani amenotice huyu mzee akikuwa president kunatokea ka ugonjwa fulani? 2018 kulikuwa na COVID, yeye ndo alikuwa president. Sai tuko na Hunters virus, nasikia imefika South Africa. By the way, kama hujasikia ujue kuna mwanamke alikuwa anasafirisha bwana yake mwenye alikuwa amezirai, anamsafirisha akiwa mgonjwa mahututi kwa ndege na ameenda South Africa. So kuna Hunters virus yenye imetoka kwa panya. So kila saa umsa akikuwa president lazima kukuwe na ka ugonjwa fulani. Nani amenotice? Nani amenotice? Something's not adding up.